Mkonge ni zao muhimu sana katika historia ya kilimo na uchumi wa Tanzania. Ingawa umaarufu wake umepungua kwa miaka hivi karibuni, bado kuna sababu kadhaa zinazofanya mkonge pamoja na Tanzania kuwa wa kipekee na bora katika uzalishaji wake duniani. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Tanga, mkurugenzi mkuu wa bodi ya mkonge Tanzania TSB Saadi Kambona amesema Tanzania kwa muda mrefu imeanza kuchukua hatua za kisasa katika uendelezaji wa sekta ya mkonge kupitia ubinafsishaji wa mashamba na ushirikiano wa sekta binafsi. Teknolojia mpya za kilimo na usindikaji zimeanza kutumika ambazo zimesaidia kuinua ubora wa mkonge. Ni kweli tuna hiyo sifa kama Tanzania kama nchi ya mkonge wetu kusifiwa kuwa na hiyo sifa kwamba ni mkonge bora kuliko mkonge unaotoka maeneo mengine. Kwanza ni kwa sababu ya uwepo wa chombo hiki maalum cha usimamizi. Unajua nchi zingine wana muundo tofauti wa usimamizi wa mazao haya ya mkonge. Nchi ambayo inaongoza kwa uzalishaji ni Brazil. Lakini Brazil wao wanalima mkonge kutumia wakulima wadogo wadogo. Hawana chombo kama cha kwetu cha usimamizi wa viwango wa moja kwa moja. Kwa hiyo wakulima wadogo wadogo wao wanakimbizwa zaidi na nguvu za soko. Kwa hiyo watu wengine wanavuna mkonge haujakomaa au wanavuna mkonge wanatumia dawa kusafisha kuongezea ubora wa rangi. Maana mkonge una kinachotofautisha kinachoupa sifa mkonge ni vitu viwili, ni rangi yake na urefu wake. Rangi mara nyingi inakuwa na changamoto. Wakulima wadogo uwezo wao kuhifadhi kwenye maeneo mazuri ni mdogo. Kwa hiyo wanahifadhi kwenye maeneo ambayo yana changamoto kidogo. Siku anataka kuuza anaona mkonge umeshaingia labda madoa ya kutokana na mvuke au hujakauka vizuri, una unyevu. Kwa hiyo ili kuondoa tatizo wanatumia dawa hydrogen peroxide kusafisha, wanaita mkorogo. Kusafisha ili kuingiza sokoni. Kwa hiyo unakuta kwamba ile sifa ya nyuzi asilia ubora wake inapungua kwenye soko la dunia. Sasa sisi Tanzania kwa sababu ya uwepo wa chombo regulator ambaye anasimamia ambaye ni bodi ya mkonge Tanzania. Na zamani nilikuwa mamlaka ya mkonge. Tutajitahidi sana kudhibiti vitendo kama hivyo visitokee. Lakini pia matumizi ya mashine. Sisi tunatumia sehemu kubwa mashine kubwa. Na tuna mashamba ya wakulima wakubwa ambao nao wanachangia kwenye uzalishaji. Wanazalisha takribani tani 20,000 almost. Kuchangia kwenye uzalishaji. Zato kwenye mashamba ya wakulima wakubwa ambao wao nao hawako tayari kuchezea soko lao kwa kuharibu ubora wa singa wanazozalisha, kwa sababu watakuwa wanajipiga risasi mguuni wao wenyewe. Kwa nao pia wanajidhibiti wenyewe kutunza ubora wa mkonge wetu. Kambona ameongeza kusema miundombinu ya kusindika na kusafirisha mkonge ni ya kiwango cha juu kulinganisha na baadhi ya nchi za Afrika. Kwa hiyo linasaidia upande wa wakulima wadogo, changamoto zinaweza kujitokeza katikati, tunapambana nazo kudhibiti, lakini tunawajengea uwezo kama ambavyo nimesema Mheshimiwa Rais ametupa uwezo wa kujengea wakulima wadogo vituo vikubwa vya uchakataji. Ile pia inasaidia kwenye kuhakikisha kwamba ubora unabaki pale. Wakulima wote watavuna mazao yao, watakuja kuchakata kwenye kituo kimoja kikubwa. Utaratibu wa uhifadhi utakuwa unasimamiwa chini ya bodi ya mkonge au vyama vya ushirika ambavyo vitaanzishwa katika hayo maeneo. Kwa hiyo itaendelea kuhakikisha kwamba ubora wa mkonge unaendelea kuimarika na kudumu. Lakini pia sisi kabla hujapeleka mzigo wako nje, bodi ya mkonge itakuja kukagua mzigo wako ama sehemu ya uzalishaji au bandarini kabla mzigo wako hujaondoka. Na mzigo wote ambao haufiki vigezo, haujatimia, umepeleka mzigo labda una unyevu, yani haujakauka kiwango kile ambacho unatakiwa, bodi ya mkonge hautakupa certificate ya kuruhusu wewe kuvusha huo mzigo kupeleka nje. Kwa upande wake afisa kilimo wa bodi ya mkonge Tanzania, Emmanuel Lutego, amesema ubora wa mkonge unaanza tangu kuandaa kwa shamba ikiwemo mbegu bora, ambapo kwa sasa inayotumika ni mbegu chotara 11648. Tumeshuhudia ongezeko kubwa la mahitaji au matumizi makubwa ya mkonge. Kwa hiyo sisi kama bodi ya mkonge, wito wetu ili tuongeze uzalishaji unaoendana na mahitaji ya mkonge duniani, tunahitaji kuona au tunapenda kuona wakulima wengi wakichangamkia fursa ya kulima mkonge, kwa maana ya kufungua mashamba, kuanzisha vitalu vya kuzalisha mbegu za kuwauzia wakulima wale watakaoingia kwenye kilimo cha mkonge,
lakini pia fursa za kuleta mitambo itakayochakata mkonge ambao unaendelea kulimwa na wakulima wengi wanaoitikia katika sekta hii. Mitambo inahitajika, lakini pia tunahitaji viwanda vya kuongeza thamani. Tunapata nyuzi, hizo nyuzi zina matumizi mengi. Kwa hiyo tunatamani kuona watu wanaingia kutengeneza kamba, wanaingia kutengeneza mazulia, wanaingia kutengeneza urembo unaotokana na singa za mkonge, lakini pia wanatengeneza bidhaa za ujenzi kama gypsum boards kutumia singa za mkonge. Haya bado ni maeneo yako wazi, yana fursa kwenye nchi za wenzetu. Bado watu wana ubunifu wa kutengeneza madodoki ya kuoshea vyombo, ya kuogea yanayotokana na singa za mkonge. Kwa hiyo bado tuna eneo kubwa ambalo bado liko wazi, lina fursa ambazo bado dunia inahitaji, lakini sisi hatujaweza kufikia. Kwa hiyo popote ambapo panafaa kuwekeza mkonge, watu wanashauriwa wawekeze. Ni zao la kibiashara ambalo linampa mkulima uhakika wa kupata kipato cha uhakika na kipato endelevu. Tangu kuletwa kwake kutoka Mexico mwishoni mwa karne ya 19, mkonge umekuwa miongoni mwa mazao ya kwanza ya biashara. Miaka 1950, Tanganyika wakati huo ilikuwa mzalishaji mkubwa wa mkonge duniani. Uzoefu huu wa kihistoria umejenga msingi wa utaalamu wa ndani na miundombinu ya usindikaji, hususan katika mkoa wa Tanga.